Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji. Mwakilishi wa wananchi wa Laikipia Kaskazini Mheshimiwa Sarah Korere aendelea kuchochea maendeleo kupitia miradi ya elimu na usalama, akiendeleza kauli mbiu yake ya Together We Continue to Build a Better, a Strong and a More Prosperous Laikipia North. Mbunge wa Laikipia Kaskazini Mheshimiwa Sarah Korere aliongoza shughuli mbalimbali za maendeleo zilizolenga kuboresha huduma za usalama na elimu katika eneo bunge hilo. Ziara hiyo ilianza katika eneo la Ethi, wadi ya Mkogodo Mashariki, ambapo Mheshimiwa Korere aliongoza hafla ya ufunguzi na makabidhiano rasmi ya nyumba za makazi ya maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Ethi. Hafla hiyo ilihudhuriwa na umati mkubwa wa wananchi pamoja na viongozi mbalimbali waliokusanyika kushuhudia hatua hiyo muhimu inayotarajiwa kuimarisha mazingira ya kazi kwa maafisa wa usalama na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Baada ya kukamilika kwa hafla hiyo, Mheshimiwa Korere alielekea katika shule ya sekondari ya Sirimon ambako alizindua rasmi maabara mpya iliyojengwa kupitia ufadhili wa Laikipia North NGCDF. Uzinduzi huo ulipokelewa kwa furaha kubwa na wanafunzi, walimu, wazazi na wananchi waliohudhuria hafla hiyo, wakieleza matumaini yao kwamba maabara hiyo itaboresha kiwango cha elimu ya sayansi na kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Baada ya uzinduzi, mbunge huyo aliingia ndani ya jengo hilo jipya kukagua ubora wa ujenzi na miundombinu yake. Alionekana kuridhishwa na kazi iliyofanyika, huku akifungua mifumo ya maji iliyokuwa ikifanya kazi ipasavyo, ishara kwamba mradi huo umekamilika kwa kiwango vinavyohitajika na uko tayari kuhudumia wanafunzi. Katika hatua nyingine ya ziara hiyo, Mheshimiwa Sarah Korere alitembelea shule ya Sirimon Comprehensive ambako aliongoza hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ujenzi wa jengo jipya la utawala. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Mheshimiwa Korere alisisitiza kuwa maendeleo ya Laikipia Kaskazini yataendelea kupatikana kupitia uwekezaji katika sekta muhimu kama elimu, usalama na miundombinu. Aliahidi kuendelea kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali kuhakikisha miradi yenye manufaa inatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaostahili. Miradi hiyo inaendelea kudhihirisha dhamira ya uongozi wa Mheshimiwa Sarah Korere ya kujenga Laikipia Kaskazini iliyo bora zaidi, imara zaidi na yenye ustawi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Nikiripotia makala haya ndani ya runinga pendwa ya Jogi nikiwa Sirimon, niite Joseph Gilisho, mwanahabari wako. Asante kwa kutazama. Namshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika hapa. Tunajua ni neema yake imeturuhusu. Ya pili, nawashukuru, najua hii mkutano tulitangaza very short notice na mmeweza kutokea. Asanteni sana. Ya tatu, napenda kuwashukuru kwa sababu tangu nikanyage hii area kuwafanyia kazi, hamjanionyesha ukorofi, hamjanionyesha chuki, mmeniheshimu, mmenishika, na washukuru sana. Na mimi niliwafanyia ahadi moja tu, kwamba kazi nitawafanyia. Na unajua wakati mmeongea maneno ya stima, kama iko kitu siku hizi inanikosesha usingizi, ni stima ya Ethi, ya veterinary na ya Kairikire. Hizo vitu tatu huwa inanikosesha usingizi. Lakini ndugu zangu, asheni niwaulize, mahali nilipata stima ikiwa nikichaguliwa na mahali iko leo, ni pale pale ama tumesonga? Si tumesonga? So tafadhalini munielewe tu. Tumeconnect pale kwa zile vijiji zingine, hatutarudia mahali tulikuwa. Si sasa tutaanza kwenda mahali hakujafika. Kwa hivyo mimi stima yenu ya Ethi, na mimi naomba wale mnaamini kuomba na mnaamini Mungu upatia mtu kibali, uniombee nipate hiyo kibali hii mwaka. Hakuna kitu kingine nitafuskuma Ethi, ya kwanza ni hiyo stima. Na nitafanya kwa nguvu zangu zote. Kwa sababu unajua, nataka muelewe maneno ya stima. Stima Kenya, kila mwaka MPs wote vile tuko tunapewa mradi pesa kiasi fulani ya stima, ambaye haikuji kwa CDF kama pesa ya CDF, inaenda kwa Kenya Power, inaenda REREC.
constituency kama Laikipia North ambaye inaanza kwa boundary ya Baringo, unazunguka mpaka boundary ya Isiolo, unaenda mpaka Samburu, unakuja mpaka Meru, tunapewa exactly the same amount na Laikipia East na Laikipia West, sijui na Gatondo North. Na unajua ukienda Gatondo ama uende hapa Nyeri, kila mahali kuna stima, wale wanajenga ndio bado hawana stima. So MPC hao wanazungukanga wakiuliza ni nani hajapewa stima. Tunaelewana mpaka hapo? Laikipia county hii, the whole county ni 9,600 square kilometers. Laikipia North peke yake constituency ni 5,600 square kilometers. Kwa hivyo ni kubwa kuliko Laikipia West na Laikipia East ukicombine. Tumeshikana mpaka hapo? Na pesa ya stima ile Laikipia North inapewa is exactly the same na ile Laikipia West inapewa, na ile Laikipia East inapewa, na ile mali kama Kieni inapewa. Mashamba ya Laikipia North ni kubwa. Mahali tuseme Laikipia East wanaweza connect watu 200, sisi tuta connect 50 because of the bigness of our farms. Kwa hivyo ile kitu ninaomba ni tukue na subira, kwa sababu tutasukuma miradi yenu mpaka ifike. Na nimewaahidi mwaka huu mimi nitakuwa kila Jumatatu navaa viatu, naingia kwa REREC, naingia Kenya Power. Top of my list of priority ni heavy electricity, na najua Mungu atatupatia. Unajua ni vyema pia tuelewane. Wakati niliingia heavy hii yenu, siku ya kwanza tukiwa na mkutano kwa hii hall, mkaniambia mheshimiwa, hii hall haikai mahali ya wazee wa heshima kukutania. Ni kweli ama si kweli? Niliwasikiza ama sikuwasikiza? Si niliwasikiza? Nilituma contractor hapa na sina pesa ya CDF, nilifanya na pesa yangu kwa sababu nyinyi ni marafiki yangu. Tuko pamoja. Wakati hii barabara mimi nikishaguliwa 2017, kuna siku nilikuja mkutano hapa mkaniambia hiyo barabara imekaa zaidi ya miaka 10 bila kuona tinga kwa barabara. Ni kweli ama si kweli? Hiyo miaka yote nimeishi nikimaintain kidogo kidogo kila mwaka. Mwaka huu nimesukuma hii barabara, mara naitoa kwa Kera, nasema Kena ndio iko na pesa mingi, na isukuma kwa Kena. Saa hii barabara itatengenezwa hata kama itakuwa mara. Na muhimu ni kwamba kwa sababu hiyo kazi inafanywa, na tunataka pia hiyo kazi ikifanywa wananchi waweke pesa kwa mfuko. Kwa hivyo itafanywa machine, lakini sana sana ni mikono ya watu. Kwa hivyo vijana, kina mama na wazee, hii barabara itakuja kupatia at least watu wengi kazi. Ile utaenda kazi asubuhi, jioni unajua utaekelea sufuria kwa moto. Na unajua hiyo ni phase 1. Sasa hii tunasukuma contract ipeanwe ya phase 2. Contract ya phase 2 ni ile itatoa kutoka Ethi iende mpaka Ngarendari. Sasa hivi tunafanyia hiyo kazi. Phase 3 itatoa kuanzia Ethi iende mpaka Lokisero, ikitokea mpaka Dondo. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndugu zangu, mkiwa na subira, hata Mungu hakuunda dunia na siku moja. Aliumba na siku 7. Si hivyo ndio Biblia inatuambia? Na katika hiyo Biblia ikatuambia siku moja Mwenyezi Mungu ni miaka 1000. Tuko pamoja? Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nawauliza, yaani mlitaka mnishague mimi miaka 10, ile kazi yote ilifanywa na wanaume miaka 55 kuanzia 1963 mpaka 2017, mama yenu afanye na miaka 10? Hiyo ndio mko mnataka? Si basi mtaniumiza? Si nitaumia? Vile Kimili alisema, leo niko Ethi, nikitoka Ethi naenda Sirimo. Kesho niko Mayanat. Thursday niko Kirimo. Friday niko mahali inaitwa Nakwan. Nakwan
ni boundary ya Laikipia na Baringo. Ukiwa Nakwa unaona ni Baringo like 3 kilometers chini hapo. Hii Friday. So leo ni hapa, kesho ni Makurian, kesho kutwa ni Kirimon, Friday ni kule Nakwa. Sincerely speaking, mimi ni mama, niko na nyinyi, niko na watoto yangu, niko na bwana, na wote mnataka attention ya nani? Na si wote mnapata, si ndio? Lakini sasa watu wengine wakitaka iwe ni wao peke yake, wengine kutafanya nini? Wengine kutaharibika. Kwa hivyo tuendeni tu na hiyo mtaratara polepole, tutawafanyia kazi. Nyingine, watu walisimama hapo wakasema maneno ya security. Ni kweli kuna shetani alituingilia hapa. Na mimi siku ile nilikuwa hapa na nitasema tena hata leo. Hakuna vile mwizi atatoka mbali, ati atoke Samburu, akuje aibe Edhi, aibe pale Jikaze, aibe Chumvi na ajai kuja hapa hajui hapa. Mambo ni mawili. Either huyo mwizi alikuja akaishi hapa akawasoma akajua, ama ako na rafiki hapa. Na mara mingi wanakuanga na marafiki. Na marafiki wao ndio wanawaseti. Na ndio wanawalete. Kwani nani huyo atatoka huko tu Mgogodo Forest, aingie hapa, ajue hii bomba iko na ng'ombe, hii haina ng'ombe. Iko. Si ndio? So mimi huwa nasema hata wakati tumeweka jeshi na security personnel kule Mgogodo Forest wafanya operation, na sisi tufanye operation hapa. Wale wezi wetu tuna suspect, tuwashtaki, tuwakomeshe, ndio wale wakimalizwa na hawa wamalizwe. Mimi nikashangaa sana. Assistant Chief hapa amesema Wajakoya walikuja wakaguza ile ikanyamaza. Na wapinzani wangu wengine wakaanza kusema Sara alienda kutoletea askari, wanyang'anya jamii fulani bunduki, kwani wewe unaweka bunduki kama wewe si askari na ni bunduki haramu unaekea nani? Unaekea nini? Na ndio maana mimi nasema hata leo ile bunduki ya NPR tumewapatia haitoshi, nitasukuma muongezewe. Sikiliza Kamanja, relax. Najua hivi tumepatiana 7 additional names, wamevetiwa, anytime soon wataitwa waende training na kupewa hizo bunduki ya NPR. Bunduki sio kiboko. Ati jina inapeana unapewa bunduki kesho, utachunguzwa, jina ipelekwe kwa NIS, sijui ipelekwe wapi, wakufuate miaka 3 mpaka wahakikisha wewe sio mwizi. So hiyo maneno ya kuongeza bunduki NPR itaongezwa, lakini mimi ile naomba kama mama yenu, hakuna haja ya raia kujinunulia bunduki ndio waanze kulaumu Mheshimiwa Sara, alituletea askari, sisi jamii, sisi jamii ile. Mimi hakuna jamii najua Laikipia North. Najuanga Laikipia North tuko jamii moja. Ama mimi niko jamii ngapi? Si tuko jamii moja. Na hivyo ndio Mungu alituumba. Na hivyo ndio tutakaa. Niombe vijana, watoto wangu, na mimi siongei leo kama mbunge kwa vijana, naongea kama mama yenu. Kwa sababu niko na watoto alika yenu, niko na vijana ambaye wako 30 years, 35 years, niko nao. First bonds wangu, naomba vijana, msikubali kutumiwa na mwanasiasa yoyote kuja kuzoa furugu kwa mikutano ya wanasiasa. Na mimi nataka kuonya wale wanasiasa wanatumia vijana. Nunulieni vijana wetu pombe kuharibu, hata nyinyi watoto wenu watamalizwa na hiyo pombe. Kwa sababu hata kama wewe upendi Sara, ukuje usikize ile nimesema, mimi nitaondoka, sitabeba masikio yako. Nitakuasha na masikio yako. Ubaki mwingine akuje umsikize. Sasa akienda ujiite mkutano. Useme nilisikia Sara alisema hii, huyu mwingine alisema hii. Chagua mbichi na mbi. Usipigie mtu kelele. Na kama kabisa unaona upendi Sara, ama upendi ule mpinzani wa Sara, umpendi hata utaki kumuona, kaa kwako. Sikuje mkutano. Kwa sababu hiyo tabia ya kuja kupigia watu kelele kwa mkutano,
Ati mtu amekuja amekununulia pombe ndio ukue hai, ukuje upige kelele hapa. Kama ni watu wa one time wakuja hapa, washeni waseme one time yao na amani waende. Hatukuli one time. Kama ni watu wa two time wamekuja, washeni waseme two time yao na amani waende. Hatukuli two time. Tuko pamoja? Na hakuna, ndugu zangu, acha niwaambie. Tunakujanga kampeni, tunakimbia hapa sisi wote. Baada ya sisi kuondoka, labda ule mtu mtaona hapa once or twice a year or 3 times ni sana, labda na MCA. Kweli ama si kweli? Hawa wengine wanaendanga wapi? Siku hiyo Laikipia North inakuwa mbali sana. Lakini siasa ikikaribia itakuwa karibu. Watakuja hata wengine watatoka Kakamega watakuja hapa. Tuko pamoja? Kwa hivyo ndugu zangu, asheni niwaambie siri ya urembo. Kila mtu akae na mama yake. Si ndio? Na mama yenu ni nani? Ndio mnajua. Najua kuna watu watakuja waambie ati wao hata tumewaletea mama wengine wazuri. Hii kama mama yenu ni kashenzi, sijui kama mama yenu ni nini, sijui kama mama yenu ni mkabila. Tangu 2017 kuna siku nishaipatiana basari nikasema watoto wasipate basari juu ni wa Kikuyu. Kuna siku mshaipata shida hapa kwa maboma nikaitwa nikasema siendi bomba juu ni wa Kikuyu. Kuna siku watu wetu wamelia kule Mgogodo Forest nikasema siendi kwa sababu hawa ni ngwesi ama hawa ni Mgogodo. Lakini ikifika siasa kuna wengine wataanza kukuja waseme sisi ngwesi, sisi Mgogodo, sisi wa Kikuyu. Washeni niwaambie, mama hana kabila. Wale watakuja kuambia sisi wa Kikuyu, waambieni mama hana kabila. Kwa sababu tulianza urafiki, nataka tuendeleshe hii urafiki. Hata labda hapo mbeleni itakuwa ushemeji na maneno mengine. Lakini maneno ya chuki kwa siasa wachaneni nayo. Ndugu zangu, wacheni niwaambie, wanasemanga there is no permanent friends or permanent enemies in politics. Si ndio? Mnakumbuka kuna jamaa moja, Mungu amlaze pema peponi, anaitwa Baba. Sasa sijui hao baba wengine kanza la sijui ni mnaitwa baba gani. Nasikianga Baba alikuwa Baba alikuwa anapigana na Moi, wakaungana wakakuwa marafiki. Wakapigana na Kibaki, wakaungana akasema Kibaki to. Wakapigana na Uhuru, wakashikana tena na Uhuru. Wakapigana na Ruto, akiaga alikuwa kwa bedroom ya nani? Si alikuwa kwa bedroom ya Ruto? Ask yourself why. Ni interest yake. Na mimi kama mama yenu, washeni niwaambie, mahali interest yenu itakuwa assured kwangu, hapo ndio nitaingia. Sio kwa sababu ya interest yangu, kwa sababu ya interest zenu. Kwa hivyo ndugu zangu, msidanganywe na wanasiasa, msishukiane kwa sababu ya sisi wanasiasa. Tafadhali na wasihi, tukue watulivu, tukae na amani. Kura bado iko mbali sana. Niko na nafasi kubwa sana bado ya kufanya kazi, si ndio? Washeni nifanye kazi, nikirudi tena hivi nitakuja na marking scheme niwaambie nimefanya hii, nimebakisha hii, nataka kumalizia mkinichagua, washa kazi yangu iongee. Tuko pamoja? Kwa hivyo mimi nafikiri nitaashia hapo. Maneno ya ofisi ya polisi nitaweka budget ya hii financial year and I will do a very good office.